Hello, habari Pioneer, na tumai nyote wazima wa afya. Karibuni sana katika jukwaa letu la taaluma la Official Khudhey Pi Update. Lakini pia vile vile, kama leo ni mara yako ya kwanza kuhudhuria hapa katika channel yetu hii, basi hakikisha umesubscribe. Lakini pia vile vile usisahau kuwasha kengele ili uweze kupata taarifa zetu kwa wakati. Leo katika somo letu linalofuata, kama nilivyoahidi katika video iliyopita, nilisema kwamba tutafundisha ni namna gani ya kuweza kujihudumia wewe mwenyewe kama Pioneer ili uweze kununua USDT kupitia Binance kwa lengo la kuweza kukuruhusu wewe mwenyewe kununua coin nyingine ikiwemo hiyo Pi. Kwa hiyo kupitia video hii itakuongoza wewe hatua kwa hatua ni namna gani ya kuweza kufanya. Hakuna tofauti kubwa sana baina ya kutumia Binance na OKX katika mchakato huu wa kuweza kujihudumia. Unapokuwa na pesa yako mwenyewe, unapokuwa na Tanzania shilling, ukasema kwamba mimi nataka niingie kwenye exchange ya Binance ili niweze kujihudumia. Kwa hiyo hatua zinafanana sana. Kwa hiyo na imani kama ulielewa kwenye video ile iliyopita ya OKX namna gani ya kununua kwenye OKX, basi na huku utaelewa ni namna gani ya kuweza kufanya. Kwa hiyo tuongozane mwanzo hadi mwisho ili uweze kujifunza. Kitu cha kwanza utakachotakiwa kufanya ni kwamba utabonyeza kwenye home screen, utatafuta kwenye sehemu kulikoandikwa more. Juu kabisa kule ukiangalia kuna sehemu imeandikwa more, utaklik more. Baada ya hapo utatafuta sehemu ambayo kwamba imeandikwa P2P. Utakuja kutafuta sehemu ambayo kwamba imeandikwa P2P huku. Lakini hakikisha kwamba account yako umeshafanya KYC, kila kitu kipo vizuri, ndio utafanya huu mchakato. Utakliki kwenye sehemu ya P2P hapo. Ukisha kuklik sehemu ya P2P itakuleta hapa. Kwa hiyo utakliki sehemu ya juu kabisa. Kama ni mpya utasema kama ni mpya itakuletea. Kwa hiyo kama ni mzoefu utakliki pale. Baada ya hapo itakuleta kwenye sehemu kama hii, uta agree hizo terms and conditions, utakubali. Kwa hiyo baada ya hapo ukisha kufungua tena kwa mara ya pili, itaonekana katika muonekano kama huu kwenye sehemu ya P2P. Itakuwepo sehemu ambayo kama ni buy na kuna sehemu ya kusell kama ilivyoonekana kule katika OKX. Hakuna tofauti. Kwa hiyo wewe utakachotakiwa kuweka, utaturn kwenye sehemu ya P2P. Usiweke express. Utaweka kwenye sehemu ya P2P. Kwa hiyo ukiweka kwenye sehemu ya P2P itakuleta kwenye sehemu za mawakala. Kwa hiyo hapo ndo utaona mawakala wengi, na kwenye Binance ndio unakutana na mawakala wengi ukilinganisha na kwenye OKX. Kwa sababu wengi wanatumia Binance kuliko OKX. Kwa hiyo hapa utakutana na mawakala wengi. Kwa hiyo utakachokifanya ni kwamba ni sasa wewe mwenyewe kuweza kuchagua kama unataka kusell, unataka kununua. Ukisell utapokea Tanzania shilling, lakini pia vile vile ukisema pia unataka kununua utatoa hiyo Tanzania shilling ili uweze kuuziwa hizo USDT. Sheria za hapa ndo zile tulizoeleza kule. Unatakiwa usome kiwango ambacho kwamba seller anacho. Yaani seller ana kiwango gani ambacho kwamba ameshikilia, ambacho kwamba wewe unaweza kupata huduma kutoka kwake. Ile available balance na hapa ipo. Sawa? Kwa hiyo unachotakiwa manake kwamba ni kuangalia asilimia zake za feedback, ana asilimia ngapi, ameshafanya trade ngapi toka aanze mchakato, minimum tayari ya kuweza kuweka order ni ipi. Yaani ukitaka kuanza kuweka order kwa seller huyo unaanza na kiwango gani, njia ya malipo. Sawa, kuna vitu vingi ambavyo kwamba hapo unatakiwa uviangalie wewe kama mnunuaji au muuzaji. Ukishakujiridhisha kwamba sasa huyu ndo seller ambaye kwamba anakizi vigezo ambavyo kwamba nataka mimi kutokana na jinsi manake kwamba huduma zake alivyokuwa anatoa na jinsi yani taarifa zake zilivyo. Kwa hiyo hapo sasa ndo wewe utafanya maamuzi ya kuweza kwenda kubonyeza kitufe ambacho kwamba kimeandikwa buy. Kwa hiyo hapo utabonyeza kitufe cha buy. Baada ya kubonyeza kitufe cha buy itakupeleka sasa manake kwamba mbele ili uweze kujua hatua zinazofuata. Ikisha kukufikisha sehemu kama hii, kuna sehemu ambayo kwamba utachagua njia ya malipo kutokana na kule ulivyoona. Lakini pia vile vile kuna sehemu ya amount, utaingiza Tanzania shilling, utaweka hapo kiwango TZS, utaweka bwana mimi nataka ninunue kwa kiasi gani? Nataka ninunue kwa 245,045. Kwa utajaza hapo amount ambayo kwamba unataka kununua.
Kwa hiyo ukisha kujaza amount ambayo kama unataka kununua, chini kabisa uta receive USDT ngapi, yani US dollar ngapi. Kwa hiyo utaona pale chini USDT utakazopata 89.9, yani 90 hizo kasoro kidogo. Kwa hiyo baada ya hapo ukimaliza, ukisha kujiridhisha kwamba njia ya malipo umeshaweka sawa, usha select vizuri, kwa hiyo unakuja zako chini moja kwa moja kuklik kwenye sehemu iliyoandikwa sweep. Una sweep huo mshale huo kutoka mwanzo unaopeleka mbele mpaka mwisho unaopeleka. Kwa hiyo baada ya hapo unasubiri kidogo iload. Ikisha kuload itakuleta kwenye sehemu hii, ambapo hii ni sehemu ambayo kwamba inakuonyesha order uliyoweka, lakini juu kabisa kuna sehemu ya chat imewekwa. Ile juu kabisa, ile chat ukiklik inakupeleka wewe moja kwa moja sehemu ambayo kwamba utaweza kuchati na huyo wakala. Lakini pia vile vile kumbuka kuna time juu umewekewa kwamba huo mchakato unatakiwa ufanyike wa malipo ndani ya dakika 14. Yaani unapewa robo saa. Kwa hiyo hapo ukiklik ile chat inakuleta hapa sasa ndo utapata sehemu ya kutuma wewe ujumbe. Lakini pia vile vile kuna sehemu ya plus, tayari unatuma ile picha ya muamala kwa wakala, kwamba tayari kwamba mimi tayari nimeshafanya malipo, au kuna picha unataka kuupload ya kitu. Kwa hiyo kitu unachotakiwa hapa, ukifika kwa huyu wakala uangalie unamtumia ujumbe, au kama yeye wengine wanakuwa wako faster kurespond wanapoona kuna mteja ameweka order, anakukaribisha kabla hata wewe kutuma ujumbe. Kwa hiyo kama tayari umeona ameshakukaribisha kama tulivyoona sisi, tayari unamtumia ujumbe kwamba tunataka kufanya malipo tayari, au tunataka kutuma pesa. Kwa hiyo unamtumia, alafu uweze kumsikiliza yeye mwenyewe, manake kwamba atazungumza nini. Sawa? Kwa hiyo kisha kumtumia ujumbe, utasubiri ujumbe uweze kutik. Sometimes na kwa network inasumbua. Kwa hiyo network ikisha kukaa sawa, utachukua details ambazo kwamba zipo hapo, ambazo kwamba ameweka seller muuzaji. Utaingia kwenye simu yako, utafanya malipo kama alivyoeleza mwenyewe hapo namna gani ya malipo yanavyofanywa. Kwa hiyo kama kuna swali lolote ambalo kwamba unataka kumuuliza, unaweza ukamuuliza hapo, na wakati alishajibu message ya kwanza kabla ya kufanya malipo, anamaanisha atakuwa yupo online na anaweza kuona hizo taarifa zako. Kitu cha msingi kingine ambacho kama unatakiwa uhakikishe ni kwamba network yako iweko vizuri wakati ukiwa unafanya huu mchakato. Yaani isije ikawa ni network ya kuungaunga, inaweza ikakuletea shida. Lakini kitu kingine ambacho kama unatakiwa ukizingatie zaidi ni muda. Unatakiwa uzingatie zaidi muda kule juu, kwamba activity zote zifanyike ndani ya dakika 15. Zisije zikazidi dakika 15, kwa sababu zikimaliza dakika wana cancel. Lakini chengine uzingatie amount ambayo kwamba imewekwa pale juu, au uliyoweka ulipe kutokana na hiyo amount ambayo kwamba umeweka. Usije ukalipa chini ya hapo. Baada ya hapo, steps ambayo kwamba inafuata, ukiangalia kule juu kuna sehemu imeandikwa view payments details. Kwa hiyo kwenye sehemu ile ndo unatakiwa wewe uende utaklik hiyo sehemu. Ukisha kuklik itakupeleka sehemu nyingine kwa ajili ya kujaza taarifa. Itakuleta hapo, utabonyeza chini notify seller. Sehemu hii ni kwa ajili ya kuweza wewe kuupload zile manake payments proof ambazo kwamba ulifanya. Yaani kwa mfano ulilipa, siku zote tunapolipa kikawaida kwenye mitandao ya simu kuna message unatumiwa muamala ambao kwamba ulituma kwa fulani. Kwa hiyo unapiga screenshot, una click kwenye sehemu ya plus, una select image, unakwenda kwenye simu yako, una upload hiyo screenshot, alafu una click hapo, una tick, una transfer hiyo notification kwa seller. Una notify seller kama tayari umeshalipia. Kwa hiyo yeye atapokea notification kule kwamba tayari mtu kashafanya payment, na wakati huo kumbuka kwamba na message ya muamala kwa simu yake ameshaupokea. Tayari anajua kuna mtu fulani ameshalipa. Kikubwa anachotaka kukiangalia yeye ni kujua kwamba je, huyu mtu aliyelipa ndo huyu mhusika ambaye kwamba tayari huku amesha activate. Na kumbuka kwamba payment huwezi kuipata bila ya kuweza kuactivate hapo. Kwa hiyo ukisha kufanya malipo hutakiwi usubiri, unatakiwa uactivate pale, alafu unakuja kumtumia ujumbe huko wakala kwamba tayari umeshafanya malipo, ili kumkumbusha. Kama notification imechelewa kufika kwake, atapata ujumbe hapa kama tayari wewe umeshalipia. Kwa hiyo baada ya hapo unachotakiwa kufanya ni kwamba utasubiri ukiwa sehemu hii hapa, usiondoke, unatulia.
huku unaweza mkaa mna chati na wakala, kama kuna kitu unataka kumuuliza unaweza ukamuuliza na vitu mbalimbali, lakini haupaswi manake kuondoka kwanza hapa, kwa sababu chochote kitakachokuwa kinafanyika utakuwa unaona hapa. Mabadiliko yatakapojitokeza automatically yataonekana hapa. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo kwamba unatakiwa ufanye. Kama in case yani picha haijaonekana kwenye dashboard, unaweza ukaklik sehemu ya plus hapa chini, una upload tena kama vile ulivyofanya mwanzo. Sehemu hii ya plus unaweza ukaupload tena picha ili kuweza kuweka hapa aweze kuona. Kama bado itakuwa haijajitokeza hapa ukiwa umefanya kwa mara ya kwanza, kwa ajili ya kuweza kumnotify aweze kupata taarifa. Kwa hiyo unaweza ukaklik plus ukaupload tena upya ukatuma hapa. Kama una picha nyingine unaweza ukaupload pia kwenye plus ukatuma. Kwa hiyo hapa ni sehemu ambapo kwamba unatuma tu zile picha. Ni sehemu ambapo kwamba unatumia kwa ajili ya kutuma hizo vitu kama picha, ili kwamba yeye aweze kuona kwamba wewe kweli umelipa na vitu kama hivyo. Akiwa atakuuliza kitu chochote cha picha kuhusiana na masuala ya payment unaweza ukafanya. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo kwamba unaweza ukatumia kwenye sehemu hii ya chat ukiwa wewe pamoja na muuzaji. Pia unapoona kwamba amechelewa kujibu, usiwe na wasiwasi. Wakati kama ujumbe wa mwanzo alikutumia akakwambia kwamba tayari unaweza kulipa, inawezekana ikawa network tu. Unaweza pia ukamkumbusha tena kumtumia ujumbe ili aweze kusoma. Kwa hiyo unatakiwa relax, usubiri, kwa sababu ukisha kumpa tu taarifa kwamba tayari mimi nimeshalipa, inakuwa ile order haiwezi kukanseliwa tena, kwa sababu yeye ndo anatakiwa sasa aweze kumalizia hizo hatua, ili manake USDT ziweze kuhama kutoka kwake kuja kwako wewe. Mara nyingi hawa mawakala wanaoweka hizi order huku ni watu ambao kama ni waaminifu sana, lakini kama nilivyoeleza, jaribu kufuatilia details za wakala vizuri. Sawa, ujaribu kufuatilia details vizuri za wakala ili uweze kujua ni trade ngapi amefanya, feedback zipoje, asilimia pale na mambo mbalimbali. Kwa hiyo baada ya hapo utakuwa nasubiri pesa yako ikishakuwa tu inatoka kutoka kwake kuja kwako. Utaona ni namna gani watakavyo activate wao wenyewe, yani kwenye mfumo automatically. Utaona namna itakavyoweza kuja kutoka kwake kuja kwako wewe, ukiwa hupo hapo kwenye sehemu hiyo ya chat kama ilivyoonekana hapo. Kwa kitakachobaki utaweka positive feedback, unaweza kumwachia comment, na kuna baadhi ya maneno hapo ambao kwamba ameandikwa, utachagua ni kitu kipi ambacho kwamba kimekufurahisha kwa seller huyu, utatuma positive feedback. Lakini wewe tayari USDT zako umeshapokea kama ilivyoonyesha hapo. Kwa hiyo amesha release na wewe umeshampa pesa yake, kila mtu anakuwa yupo salama. Kwa hiyo kinachofuata sasa, kama ulinunua Binance, itabidi sasa urudi ufuate steps zile ambazo kwamba ni za withdraw, kwa sababu ikumbukwe katika application ambazo kwamba kwenye Pi network zilizo pass KYB, Binance bado haipo kwenye orodha. Kwa hiyo wewe kama unatumia Binance tu ndio unaweza ukatumia kununua. Nadhani sasa unaona balance ilivyoongezeka ukilinganisha na ile iliyokuwepo mwanzo. Sawa, balance imeongezeka na USDT tulizonunua zitakuwa ndio zipo hapo. Kwa hiyo cha msingi hapo sasa ni kusend. Kwa hiyo wewe kama unatumia OKX unaweza ukasend kutoka Binance kupeleka OKX, na tulishafahamisha namna gani ya kuweza kusend na kuchagua network ambayo kwamba fee yake ni mzuri, na kule ukachagua network hiyo zifanane network zake, na mwisho wa siku unatuma inakwenda. Tukutane katika video inayofuata ambayo tutaeleza ni namna gani ya kuweza kununua. Sasa umeshanunua USDT, sasa tunataka kufahamisha ni namna gani unaweza ukanunua Pi katika exchange na kuweza kuzihold. Pia vile vile katika video hiyo inayofuata tutaeleza namna gani sasa ya kuweza kuzihamisha kutoka katika OKX exchange kuzipeleka katika Pi wallet. Kwa hiyo usikose hiyo video. Na mafunzo mengine mbalimbali yatafuata hapa. Kwa hiyo pia vile vile usisahau kusubscribe na pia vile vile kulike na kushare video zetu ili watu waweze kupata hiyo elimu kwa upana zaidi.